Kama ukishindwa kutofautisha ujumbe huu wa teksti na ule wa ukweli wa kampuni ya mtandao wa simu, utajikuta unatuma pesa kwa matapeli. Kama unatumia simu na huwa unapokea au kutuma miamala ya fedha, basi video hii ni muhimu sana kwa ajili yako. Leo nitakuonyesha mbinu na siri wanaotumia kutumia ujumbe feki na jinsi ya kugundua ndani ya sekundi chache tu. Sote tunaelewa sikitiko na mshtuko wa kupokea teksti inayosema umepokea kiasi fulani cha fedha kwenye simu yako, alafu ghafla baada ya sekunde chache tu unapokea simu kutoka kwa mtu anaelia au kuongea kwa upole akisema, kaka au dada, naomba unisaidie, nimetuma pesa zangu kwa mtoto wangu aliye mgonjwa, yupo hospitalini, ni makosa fedha hizo zimeweza kuingia kwenye namba yako ya simu, naomba unirudishie tafadhali. Sasa hapa ndipo wema wetu au upole wetu unapotumiwa kama silaha ya kuweza kutuibia. Matapeli wengi wamegundua kuwa binadamu ana moyo wa huruma. Kwa hiyo wanatengeneza ujumbe mfupi wa meseji unaofanana kabisa kwa herufi, nukta na mpangilio na ujumbe wa mtandao wako wa simu. Wataandika hadi salio jipya la uongo ili akili yako iamini kabisa kuwa kuna pesa imeingia kwenye akaunti yako. Sasa swali linabaki kuwa ni kwamba unawezaje kujua kuwa huu ni ujumbe feki na sio ujumbe wa kweli, hali ya kuwa unafanana kwa asilimia chache na ule ujumbe kutoka kwenye kampuni za simu? Kuna mambo mawili makubwa ya kuangalia, na haya ndiyo yatakayokuokoa kutoka kwenye utapeli huo. Cha kwanza kabisa, utaangalia sender ID au jina la aliyetuma. Kampuni za simu hazitumi ujumbe wa miamala kwa kutumia namba ya simu ya mtu binafsi. Kwa mfano namba inayoanza na 07 ngapi, 06 ngapi, 0 ngapi. Hata siku moja hawawezi kutuma muamala kwa design hiyo. Muamala wa kweli kutoka kwenye kampuni za simu huwa unatoka kwenye kampuni lenyewe la simu kama vile M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa na nyingine. Ukiona ujumbe umepangwa vizuri lakini juu kabisa unatoka kwenye namba ya mtu ya kawaida, hapo huna haja hata ya kusoma maelezo yaliyomo. Huo ni utapeli 100%. Jambo la pili ni kwamba usisome text tu, angalia pia salio halisi. Kwa sasa matapeli wanaweza hata kutumia mifumo inayoweza kubadili jina la juu lionekane kama la kampuni, lakini ukijaribu kuangalia salio utakuta kuna salio lako halisi. Kama utakuta halijaongezeka, basi ujue moja kwa moja ni meseji kutoka kwa matapeli. Kwa sasa cha kuzingatia ni kwamba usiamini kile ulichokisoma kwenye text tu. Ukipokea simu au ujumbe wa aina hiyo, nenda kapige menyu yako ya siri, menyu yako ya kuingia kuangalia salio, then angalia salio. Kama utakuta kweli salio limeongezeka, basi uweze kujua kuna pesa imeingia, lakini kama salio la kwenye akaunti yako halijaongezeka, basi moja kwa moja ya kupasa uweze kuwa makini na hao watu. Lakini pia kuna dalili ambazo unaweza kuziona kwa mtu aliyekupigia hiyo simu. Kwanza kabisa, atakuharakisha sana. Lengo ni kwamba usiweze kupata muda wa kuangalia salio lako halisi kwenye akaunti yako.